Katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka, niseme hivyo. Maana kwa taratibu tena jambo litakuwa ni lile lile. Moja, kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima. Lakini pia namba 2, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Namba 3, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya Kanisa Katoliki. Na tuna imani kuwa mamlaka ya Kanisa Katoliki kupitia Vatican ina busara na dhamana ya kulinda kanisa dhidi ya migawanyiko, na kwamba ombi hili litashughulikiwa kwa maslahi mapana ya waumini na jamii kwa ujumla. Tunabaki kuwa waumini watiifu wa Kanisa Katoliki, tunaoheshimu mamlaka ya kitume, na tunaendelea kusimama katika misingi ya imani, amani, utiifu, lakini pia maombi na umoja wa Kanisa Katoliki. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo sisi, mambo makuu matatu ambayo tumeonelea, kwa sababu kama imeanza kuonekana leo linazungumzwa hili, leo linazungumzwa hili, sisi waumini maana yake sio wote wenye mtazamo sawa, sio wote wenye akili sawa. Kuna mambo yanaweza yakawa yanaleta sintofahamu taratibu. Kesho litazungumzwa kubwa zaidi ambalo litatugawa zaidi sisi kama waumini. Kwa hiyo barua hiyo tumeipeleka leo na imepokelewa, imesainiwa, na tunaamini kwamba kwa mujibu wa kwa vile tulivyopeleka na mawasiliano yetu yapo na kila kitu kipo, basi tutaona namna ambavyo wao watatujibu, na kama itatokea basi tutawaita tena waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kutoa mrejesho. Kwa hiyo nimewaonyesha barua ambayo tayari sisi imeshapokelewa, ni hii hapa. Kwa hiyo ni hayo tu, sisi tumepeleka barua hiyo kwa ubalozi wa Vatican tukiwa kama vijana wa Katoliki, lakini pia watu ambao tunaona kabisa sisi kama waumini kuna vitu vitakuja kutuyumbisha mbele ya safari.